Mkristo anaweza kupatwa na madhara ya uchawi? Mkristo anaweza kupatwa na madhara ya uchawi? Sababu mimi siwezi kuhangaika na vitu ambavyo haviwezi kunidhuru. Je, Mkristo anaweza kupatwa na madhara ya uchawi? Napozungumzia madhara ya uchawi, manake ni ama ni kurogwa wewe ama karogwa mtu mwingine, ile athari ukaipata wewe. Unataka kuoa Mwalimu Samusa, umeenda kwa fundi, umeshona suti yako vizuri. Fundi kachukua vipimo, amekwambia enjoy Ijumaa na harusi ni Jumamosi. Umeenda Ijumaa, umemkuta fundi karogwa. Hajafanya kazi. Sasa swali ni hili. Je, Mkristo anaweza kupatwa na madhara ya uchawi? Kwa sababu kama mimi siwezi kuathirika na uchawi, sina haja ya kuzungumzia wala kudili nao. Ila kama Mwalimu Samusa anaweza kupata athari yoyote ya uchawi kwenye maisha yangu, siwezi kuacha uchawi hivi hivi. Jibu ni ndio, kwamba Mkristo anaweza akapatwa na athari ya uchawi. Uchawi unaweza ukaathiri maisha ya Mkristo. Awe ameokoka, ananena kwa lugha, iwe ni direct ama indirect, uchawi unaweza ukaathiri maisha ya Mkristo. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2:18. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 18. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 18. Paulo anasema hivi: kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza, mara ya pili, na shetani akatuzuia. Tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Paulo na genge lake la Injili, Paulo na watumishi wake wengine aliokuwa anafanya kazi pamoja nao, walitaka kwenda Thesalonike kufanya kazi ya Mungu. Inawezekana walikuwa wameandaa mkutano wa Injili kule. Zimetengenezwa na kamati kule Thesalonike ya kwamba, na posta zimebandikwa kwamba yule mhubiri wa kimataifa, yule mhubiri aliyemfufua Eutiko, yule mhubiri ambaye kwa kivuli chake watu wanapona, yule mhubiri ambaye kwa leso na nguo zake watu wanapona. Kwenye maredio yanatangazwa, posta zimebandikwa, watu wameshare, wamepost kwenye status za WhatsApp kwamba mhubiri wa kimataifa anakuja. Paulo apostle, mpaka mafuta wa Bwana, nabii mkuu, apostle mkuu anakuja. Aliyeandika vitabu vya Agano Jipya anakuja. Yule aliyetokewa na Yesu ana kwa ana anakuja. Paulo, mtu wa ishara na miujiza, anakuja. Matangazo yakafanyika kila mahali. Mikutano ukaandaliwa, speaker zikakodishwa, posta zikabandikwa, viti vikaletwa kwenye eneo la mkutano. Mara ya kwanza ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 10. Jamaa hakutokea. Wakasema tunaomba radhi jameni, kuna vitu vimetokea nje ya uwezo wetu, tumesogeza mbele, mkutano utakuwa tarehe 2 Novemba. Matangazo yakaanza upya tena. Tarehe 2 Novemba, mhubiri wa kimataifa Paulo hajatokea. Wakaomba radhi tena, jameni, sasa mpaka tutakapowatangazia wakati mwingine, kuna mambo yamekuwa nje ya uwezo wetu. Paulo anakuja kutushuhudia, anasema, nyie mnaelewa ya kwamba tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo nikiwemo, msifiri mimi sikuwemo, na mimi Paulo, mara ya kwanza na hata mara ya pili, shetani akatuzuia.
kama Paulo apostle, mpaka mafuta wa Bwana, Masihi wa Mungu, aliyeandika nusu ya Agano Jipya, aliyetenda miujiza ya kutisha, anaweza kuzuiliwa na shetani, anaweza kuzuiliwa na wachawi. Wewe Atupere Mwakasakatumbo, wewe Masanja Masarakurangwa, wewe Chacha Marwa, okay. Paulo alizuiliwa. Athari ni kwamba alishindwa kutimiza wito aliopewa na Bwana. Pamoja na neema ya mafunuo aliyokuwa nayo, pamoja na upako aliyokuwa nayo, pamoja na nguvu aliyokuwa nayo, kuna wakati wachawi na waganga walichezesha kete zao, Paulo akashindwa kutimiza kusudi la Bwana. Hiyo ni athari kwa Mkristo. Ameshindwa kuliishi kusudi la Mungu. Ameshindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mungu alimwambia aende Thessalonike aandae mkutano kule. Ameshindwa kwenda. Kazuiliwa na wachawi. Kazuiliwa na shetani. Swali lilikuwa, je, Mkristo anaweza kupata athari ya uchawi? Ni ndio. Paulo anashindwa kwenda kuhubiri, ni wachawi. Paulo anashindwa kwenda kuhubiri, ni mchawi. Wachawi ni waganga, ni mashetani yamemzuia. Okay, wale watu wa Thessalonike, kuna mtu alikuwa ni mgonjwa, labda amepooza miaka 3, ana uvimbe, hana mtoto. Mhubiri aliyepaswa aje amhubirie, mhubiri aliyepaswa aje amuombe, kazuiliwa na shetani. Huyu Mkristo, huyu msharika wa kanisani ambaye ana ugonjwa, anapata na yeye athari. Anashindwa kuhudumiwa sawa sawa na yeye. Nini? Kuna mtu aliyepaswa aje kumsaidia. Kuna mtu aliyepaswa aje kumhubiria, kazuiliwa na shetani. Kazuiliwa na Ibilisi. Kwa hiyo Mkristo wa kawaida, Mkristo yoyote anaweza kupata athari. Hatuwezi tukasema eti tuache kuzungumzia uchawi wakati una athari kwenye maisha yetu. Kwa kuna mtu amezuiliwa asipokee msaada na wachawi. Shetani alipomzuia Paulo, hakumzuia tu Paulo kwenda Thessalonike. Pia alikuwa amewazuia watu wa Thessalonike kupata huduma za kiroho, kuponywa magonjwa yao, kufunguliwa kutoka kwenye nguvu za giza. Kama shetani anaweza kumzuia Paulo, hawezi kushindwa kumzuia mjomba wako asikusaidie. Hawezi kushindwa kumzuia babu yako asikusaidie, baba yako mzazi asikulipie ada. Hawezi shindwa kumzuia mtu wako wa karibu, uliyemuona wa karibu, asikusaidie. Umebaki tunamlaumu, Bwana ana roho mbaya sana mjomba. Yaani aliniambia yeye mwenyewe atanisaidia, lakini simu zangu apokee, message apokee, amejiona amejipata, ipo siku tu. Sisi ni people. Sisi sio milima, kuna siku tutakutana. Unasahau ya kwamba shetani kuna athari pia ya uganga na uchawi. Okay. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wasomaji wengi wa Biblia huwa wanapotosha hili andiko, waga wanasema watu wangu wanaangamia. Hebu tukio andiko ni Hosea 6:4 ama 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Waga mnaongea hivyo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haiko hivyo na haijaandikwa hivyo. Biblia haisemi watu wangu wanaangamia kama hivyo waga unaongea na watu. Unajua watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haiko hivyo. Biblia haisemi, inasema watu wangu wanaangamizwa
wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kanisa la Yesu, kama hakuna kinachokuangamiza, hata kama sina maarifa fulani siwezi kuangamia. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maandiko yanasema sio wanaangamia, manake kipo kinachowaangamiza. Kipo ili waangamie lazima kiwepo watu wangu wanaangamizwa. Kama una maarifa kuhusu uchawi, uchawi utakuangamiza. Kama uelewe kuhusu hila za shetani, shetani atakuangamiza. Kama uelewe kuhusu mapepo, watu wangu wanaangamizwa. Wanaangamizwa. Sio wanaangamia, wanaangamizwa. Kipo kinachowaangamiza. Msikia mtu anasema, wanaongelea uchawi, acha mafundisho, mwalimu umeishiwa neno, siku hizi unaongelea uchawi, umeishiwa neno. Sasa na mtu anakuambia, wale watasema, unajua Petro hakuwa na imani, ndio maana alidumbukia kwenye maji. Hakuwa na imani. Hivi kati ya wewe na Petro nani ana imani? Kama wewe una imani kuliko Petro, swimming pool zipo, nenda basi tukuone. Bahari ipo, hii hapo, nenda basi. Ni rahisi kuzungumza, unajua kila mtu ambaye anayepinga uwepo wa uchawi na uganga ni mchawi muhusika, ama ni agenti, ama ni wakara, ama kasharogwa tayari. Kwa hatuwezi kuacha kuzungumzia uchawi. Paulo anasema alituzuia. Aliyezuiliwa hapa na shetani sio Mwamnyange, sio Ndikumana, sio Masarakurangwa, ni Paulo aposto. Kama aposto anaweza kuzuiliwa na uganga na uchawi, wewe ndugu yangu unayekaa Maramba Mawili, unayekaa Mbagara Maji Matitu, unayekaa kwa Mpogore si kwa nani, unayekaa kwa Aziz kwa Aziziari, unayekaa kwa Arimaua, ni kwa Arimaua. Kwa hiyo uchawi lazima ujadiliwe na ushughulikiwe. Uchawi ni muhimu kuufahamu na kuuelewa na kuushughulikia.